بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya durus almanhajiyya tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyya للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. ikiwa leo tuanza al-asl al-thalith الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. msingi wa tatu, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujuzi na ilmu katika kile unachokilingania. Na ukitizama vizuri utafahamu kuwa Sheikh Abdul Salam al-Barjas rahimahullah ni kama amepanga kuanza na al-ilmu, kisha al-amalu bihi, kisha ad-da'watu ilayhi. Kwanza akazungumza msingi wa ilmu, kisha akazungumzia msingi wa kutekeleza kile ambacho umekisoma, amal, kisha tatu akazungumzia msingi wa nini, wa kulingania watu, ad-da'watu ilayhi. قال: فإذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل، الله سبحانه وتعالى akimpa neema muislamu ya ilmu na kuitendea kazi ilmu, فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير إلى الناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. juu yake kufanya haraka na upesi na kukimbilia kheri hii kubwa ya kuifikisha kheri anaoijua kwa watu kwa njia ya kuwalingania na kuwanasihi na kuwaongoza. Na hili jambo kila mmoja kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku katika ilmu na ufahamu, na ahli sunna wasaidiana katika hili. Kuna wale ambao wana uwezo na Allah amewapa ilmu na ufahamu, waweza kukaa wakasomesha misikitini, wakatoa khutab, jazakallahu khairan, endelea na khairi kama hiyo. Na kuna wale ambao hawajafikia kiwango ambacho kwa mfano aweze yeye kukaa mbele za watu kuzungumza, lakini ana machache anayoyafahamu, akikaa na watu aweza kuwalingania katika hali ya khairi anayoyajua. Ajua aya moja, aya mbili, hadithi moja mbili, amezifahamu sawa sawa kwa ufahamu wa maulama wa sunna walivyoeleza, basi anapokaa na wenzake aweza kuwaeleza. Huyu sasa haji akasimama misikitini akawa atajibandika kuwa ni mwalimu anayesomesha na kadha, la. Yeye atafikisha kwa kadri ya vile Allah amemwezesha. Na hii pia ni da'wa. Watoto wake nyumbani, mkewe, marafiki zake akiwa na wao, kile kichache anachokijua akifikisha. Na wengine labda pengine ana uwezo wa kuweza kwa mfano kuchapisha vitabu vinavyolingania watu katika khairi na kuwafundisha mambo ya khairi, akajitolea yeye kuchapisha vitabu na kugawanyiza. Pia hii ni njia ya da'wa, hii ni njia nzuri ya kufikisha da'wa. Au aweza kutengeneza, zamani tusema CD, hakuna tena sasa hivi,
mambo ya CD flash disk ile akajaza, imma akajaza Qur'an akaweka pale ndani pia durus ilmiya, kisha akawagawia watu wasikilize katika magari yao. Hii pia ni njia ya kuwalingania watu katika sunna, ni khairi kubwa hiyo fanya. Kwa kila mmoja aweza kulingania kwa kadri ya vile Allah amemwezesha. Fa inna hadha huwa amalu al-anbiya salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Hii ndio kazi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. يقول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. sema hii ni njia yangu. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم anasema hii ni njia yangu, nalingania watu kwa Allah. ala basiratin ana wa man ittaba'ani, juu ya ujuzi, bimaana nalingania watu kwa ujuzi, si kwa ujinga, mimi na wale wanaonifuata mimi. Kwa ulinganizi ni ulinganizi walingania katika ilmu, na ndio mwanzo kabisa akatanguliza msingi wa ilmu, kisha amal, kisha ndio da'wa. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إلى الله على غيره. na Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua cheo cha mlinganizi anayelingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu wengine. faqala azza wa jalla: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. bila shaka hakuna nani aliyena maneno mazuri zaidi kuliko yule anayelingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa amila saliha, akatenda mema. wa qala innani minal muslimin, akasema mimi ni katika waliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله. أما malipo yake na thawabu zake ni kubwa mno kwa sababu ya kazi yake kubwa anayoifanya. فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. سمع kwani yule mlinganizi anayelingania watu kwa Allah ana mfano wa ajri ya wale wanaomfuata katika ile khairi na kuikubali ile khairi wakaifuata. Ana mfano wa ajri yao bila ya kupunguza chochote katika ajri yao. Tuchukulie kwa mfano, umemkumbusha mtu sunna, bwana wajua kama jambo fulani ni sunna, asijui, basi Mtume sallallahu asema kadha wa kadha wa kadha, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim kadha, ukamshereheshea akafahamu. Kila anapoifanyia kazi ile sunna, na wewe pia uandikiwa nini? Ajri. Kila anapoifanyia kazi sunna, na wewe uandikiwa ajri. Sasa kwa mfano, wewe fikiria mwana wa chuoni au mlinganizi ana wanafunzi kama 1000 kwa mfano, kila siku awafundisha ilmu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kumfahamu Mtume sallam, kujua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutekeleza amal kwa ile ilmu aliyosoma. Kwa aweza kuwa yeye amelala nyumbani, lakini ajiri yake yaendelea kuandikwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu watendea kazi kile alichokifundisha. Hii ni ajiri kubwa sana anayoipata mwanadamu, na ndio maana fadhila yao ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. الله أمونغوزي kupitia kwako wewe mtu mmoja tu, khairul laka min humrin na'am, ni khairi kwako wewe kuliko ngamia wekundu. Na hawa ndio walikuwa min anfasi amwal al-arab, katika mali za Waarabu ambazo walikuwa wakizitukuza sana. Yani al-ibil an-nafisa, ngamia ambao ni wenye kima kikubwa sana. Wa mimma yanbaghi an yu'lama huna, katika jambo ambalo ni muhimu hapa pia kueleweka, annahu la yushtaratu
في من يكون داعيا إلى الله أن يلم بجميع الأحكام الشرعية. sio sharti kwa mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala awe azijua hukumu zote za kisheria, bimaana hakuna kitu hajui, hajua kila kitu yeye, si lazima. Lakini alwajib alayhi an yakuna aliman bima yad'u ilayhi, kilichowajibu juu yake ni awe mjuzi wa kile anachokilingania, awe akielewa kile anachokilingania. أي القضية التي يبلغها إلى الناس ينبغي عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. إلى قضية ambayo awalingania watu na wafikishia watu atakikana awe ni mjuzi, ana ilmu ya kisheria ya ile qadhiya anayoifikisha kwa watu. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية. kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekufundisha. Pale tukataja mwanzo kuwa mtu atalingania kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha, na wala hajamaanisha Mtume sallam balighu anni walau aya kuwa mtu ajua kimoja peke yake ndio ashakuwa ni shekhe, alingania watu msikitini, atoa hutuba za Jumaa, ataharibu. Sababu anachokijua ni kidogo sana, kama wanavyofanya jamaatu tabligh. Mtu hana ajiwalo, asimama tu mbele za watu azungumza, kumsikiliza mazungumzo, subhanallah, kichwa chini maguu juu, azungumza ovyo ovyo, wala hajali kile anachokizungumza. Haya ni makosa makubwa sana. Watu wasotafuta ilmu mwanzo kisha ndio wakasimama mbele za watu kuwalingania, wao atoka maskani, ameingizwa, ashatoka siku 3 kama sio siku ngapi, basi ashatoka yeye, ashakuwa yaweza kusimama mbele za watu na kulingania. Kwa hivyo kule kufikisha ni kwa kile ambacho una ilmu nacho. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، kwa mfano muislamu akaijua aya na kujua maana yake kupitia kwa wanavyuoni na wafasiri wa Qur'an, au arafa hadithan kadhalika min ahadithi rasulina sallallahu alayhi wasallam, au akajua hadithi kadhalika katika hadithi za Mtume sallam, au alima hukman min al-ahkam ash-shar'iyyah kadhalika an tariq al-ulama, au akajua hukumu katika hukumu za kisheria kupitia njia ya wanavyuoni, au an tariq muallafat ahli al-ilm, au kupitia vitabu walivyoandika wanavyuoni, balaghahu li ghayrihi min an-nas, atawafikishia wengine katika watu. walau lam yakun aliman bighairi dhalika al-hukm, hata kama hajui hukumu isipokuwa ile pekee yake ataifikisha, au al-hadith au al-aya, lakini kile anachokijua pekee yake atakifikisha basi, si nje hapana anapopajua. Na hapa ndio mara nyingi utaona tulab al-ilm ikifikia wakati wa ijaza, wanaporudi kwao kulingania jamaa zao, huwauliza twende tukalinganie katika nini, tusomeshe nini. Kibora ya kile ambacho utakisomesha mwanzo ni kuwafanyia watu sahali ile ilmu. Kwa usiende tu kama tulivyotaja juzi, mtu yuaenda tu afika pale watu hawajawahi kuhudhuria katika halaqat ilmiya au kadha, akaanza kuwasomesha kwa mfano nahwu, awama wasomesha nahwu, nani atakayekuelewa? Wala hawakuelewa unachokizungumza. Ama ukaja na gharaib, tuwaja na mambo ya ajabu ajabu ambao watu hawayajui, ili wakitoka pale waanze kuulizana. Na najua huo ni mtindo wetu hapa Mombasa, utapenda sana ukimwona mtu azungumza maneno eleweka, ana elimu gani yule? Si mambo yote anazungumza eleweka tu. Wao wanachokitaka ni mtu akiingia pale iwe amezungumziwa mambo hayaelewi kichwa wala miguu, kisha akitoka pale, akitoka nje waanze msikia leo vyombo ajabu huko. Kwa nini? Hatukuelewa chochote, mambo makubwa yamezungumzwa huko. Umpata faida gani? Mambo makubwa gani? Makubwa hayo mtu ametoka hakuelewa chochote, si makusudiwa hayo. Kwa hiyo unapokwenda kuwalingania watu, anza na wao sighar al-ilm, ilmu ndogo tu. Nenda kasomeshe qaida
an-nuraniya ilichukua somesha. Kuna awamu wengi maskini hawajui kusoma Qur'an, nenda kawasomesha. Katika tauhid somesha alwajibat almutahattimat ama al-usul thalatha somesha. طيب katika fiqh soma tu, tuseme kwa mfano chukue manhaju salikin kufundisha kitabu at-tahara waelewe, ama usomeshe mukhtasar sifat salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam Sheikh al-Albani wajue kuswali. Kuna risala nzuri ya Sheikh Ahmed hafidhahullah mukhtasar sifat salati an-nabi sallallahu katika karatasi mbili tu hivi, mtu akisoma hizo karatasi mbili ajue kuswali alhamdulillah kama alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sifa hii na pia sifatu wudhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam katika karatasi moja pekee yake ameandika Sheikh Ahmed al-Jazairi hafidhahullah jazakallahu khairan. Katika karatasi moja tu wudhu, mtu akisomeshwa akimaliza amefahamu kutawadha kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi vitu unavyoviona ni vidogo vidogo hivi, wengi katika watu hawajawahi kusoma wala hawavijui, wengi hawajui. Kwa ukawasomesha kwa mfano swala, ukawaonyesha swala amaliyan, hivi ndivyo alivyosali Mtume sallallahu, ukawafundisha wudhu, ukawatoa ukawapeleka mahali pa kutawadha, ukawaonyesha watu watawadha hivi kama alivyofanya Uthman radhiallahu anhu. Wallahi utawacha athari kubwa sana ya ilmu muhimu sana katika maisha ya wale watu, kwa kitu ambacho wakifahamu wakijua. Somesha pole pole tu, kisha ndio waenda kwenye mambo mengine pole pole, mpaka mwanzo anza na yale mambo ya msingi taratibu mpaka utafika. Kwa hiyo kwa mfumo huo, ama uende tu wafungua darasa ya mustalah alhadith ama usul alfiqh ama usul altafsir, kisha watarajia awamu wakuelewe kile unachozungumza, basi wewe utakuwaletea mambo ya ajabu tu, ili wakitoka pale waanze kupiga visa kwenye maskani zao wanazokaa maskini. Leo mzee kumezungumza mambo makubwa huko, tumeondoka hatuna chochote kichwani. La, sio maneno. Na jambo lingine pia muhimu kufahamika, sio wajibu mtu kuwa na tazkia ili asomeshe kutoka kwa wanavyuoni wakubwa. Wajib awe na ilmu ya kile anachokisomesha, na akiwa na tazkia ni khairi kubwa. Ikiwa mwanachuoni atatoa tazkia kwa watu watafuta ilmu kwa mtu fulani, alhamdulillah, ni khairi kubwa. Lakini sio sharti kwa hivyo kule utokako, kwa mfano watu wafa katika shirki na wewe wajua tauhid kiasi unachokijua kuisomesha, umesoma al-usul al-thalatha, umesoma al-qawaid al-arba'a, umesoma nawaqid al-islam kwa mfano, umesoma al-usul al-sitta, umesoma kitabu at-tauhid na Imam Mujaddid kwa mfano, hizi silsila al-Imam Mujaddid rahimahullah. Kisha wakaa pale waangalia jamaa zako wafa katika shirki. Kwa nini bwana ufanye? Mimi sina tazkia bwana. Nani aliyekwambia ni sharti kwa mtu kufanya da'wa kuwa ni sharti lazima? Ikiwa unayo alhamdulillah ni khair, kwa sababu wako pia baadhi ya watu katika vijana wa kisalafi waeneza jambo kama hilo, kuwa ni sharti lazima uwe na tazkia. Usipokuwa na tazkia huwezi kusimama hapo kusomesha. Una tazkia? Sina. Sasa usimamia nini? Kwa hiyo watu wafe katika shirki, watu wafe katika jahili, wakati huyu pengine amekwenda kwenye markaz katika marakiz huku katika nchi yake, akahudhuria akafaidika pakubwa, hajawahi kuwaona hao maulama wakubwa wetu, hajawahi kuwaona wala hawamjui kule aliko. Lini ataitoa tazkia huyo? Ndio wale watu sasa waona kusema mimi si wakubali walinganizi wa kule. Kwa nini wakubali? Hawana tazkia. Mfano sema kama hawana tazkia wale, sasa wafanyeje? Utawapa tikiti wewe waruke wende wakakae kule kama miezi mitatu minne wafahamike, kisha wapewe tazkia? Hiyo itakuwa ni takalluf, kuwakalifisha watu mambo ambayo hayawezekani wakati mwingine. Kwa hivyo sio sharti, na hili wazungumza ulama kuwa sio sharti, sababu athari mbaya imeonekana ya watu wanaoeneza fikra kama hii, kuwa mtu afika mahali hafanyi da'wa. Kwa nini ufanye da'wa? Sema sina tazkia. Watu watakufa katika shirk, watu watakufa katika bid'a, watu wafa katika jahili, hawajui swala yao, na wewe umesoma alhamdulillah waelewa. Pengine aweza kuwa mtu hana tazkia
lakini ile ilmu aliyochukua zaidi ya yule mtu mwenye tazkia. Hili pia lawezekana. Kwa nini haliwezekani? Yawezekana mtu akahudhuria katika vikao vya wanaovioni na mtu mkimya tu, amekaa pale, wala hata siku moja pengine yule mwanachuoni mjui, wanafunzi ni wengi tu. Kuna mmoja katika wanafunzi tulikuwa tukisoma naye Damaji, yeye alikuwa mbele, mkimya tu, hata wale yani mashekhe wakubwa hawamjui, yuko tu pale hawamjui. Nakumbuka mimi ilikuwa ni sahabi yangu wa karibu sana, Abu Hudhaifa at-Ta'izzi, sijui hali yake sallallahu alayhi. Wal akh Abu Hudhaifa, mimi niko pale namsikia na namsikiliza, wakati mwingine amehifadhi, naanza chini katika vitabu vya hadithi al-40 an-Nawawiyya, amehifadhi Umdatul Ahkam, afamuraja kama Qur'an hadithi, mbali na kuwa Qur'an amehifadhi yote, mutqin. Amehifadhi Riyadhus Salihin, hii mimi nimeona na macho, sikuambiwa, na mimi nilikuwa ni katika wale wenye kumsikiliza. Amehifadhi Sahih al-Bukhari na Muslim, amehifadhi al-Musnad as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihayn ya Sheikh Muqbil, al-Musnad ile mujallad 2. Na mimi nakumbuka naondoka Yaman, alikuwa yuendelea kuhifadhi Musnad al-Imam Ahmad, amefika takriban yani hadithi sikumbuki 1000 ngapi ambazo shazimaliza, lakini alikuwa yuendelea kuhifadhi Musnad al-Imam Ahmad kuimaliza, ndio azma yake amalize yote. Na huyu hajulikani, ni mtu tu yumo tu. Sasa mtu kama huyu kwa mfano, na katika ilmu Allah amemfungulia alhamdulillah, manake ni katika walimu ambao wametusomesha na afahamiki hivyo, waweza kumwambia kwa kuwa wewe huna tazkia, kaa kando usisomeshe, ukamwambia mtu ambaye hata 40 an-Nawawiyya kwa mfano yampa tabu katika kuhifadhi, yule bwana mashallah ana tazkia yule, kwa hiyo yule yuwafaa kusomesha, huyu hafai kusomesha. Kwa hili jambo ni muhimu sana lieleweke, sababu leo lapigiwa dhajja sana katika hili suala. Unao tazkia ama una? Ukiwepo na tazkia alhamdulillah ni khairi kubwa, yatilia nguvu. Lakini ikiwa mtu hana tazkia, haijamaanisha kuwa ni haramu kwa wewe sasa kufikisha ile khairi unayojua kwa watu, bali ifikishe kwa kiwango unachokifahamu, usipite pale unapofahamu. Basi maadamu umesoma na umefaidika kutoka kwa maulama wa sunna, basi kile ambacho umekielewa na kukisoma katika ilmu, kile tukisomeshe na ukifikishe kwa watu. Nafikiri mimi nitasimamia hapo inshallah. nitakuja kuiendeleza hii asli ya tatu kuanzia يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. يتكلم kuendeleza manake hapa mbele atazungumzia kuhusu masuala na kufungamana na wasail ad-da'wa. Hilo hapa tutakuwa na mambo mingi ambayo tutayagusia katika maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah, kwa tutakuja kusoma inshallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. فلو قال قائل رافضي او غيره اتزعمون يا اهل السنه ان الحق عندكم وحدكم، نقول نعم ولا خطابه. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟